Habari za asubuhi mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Leo ni siku nyingine tena na tukiwa na matumaini umeamka salama salimini popote pale ambapo unaendelea kutega sikio matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 13 Januari mwaka 2026, na nikujuze tu kwamba Kivu News Info tunaendelea kukuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, kabla chochote tunakusihi kufanya kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine unasema kujabone, kueme, vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Iteloje Longa, basi nakualika kwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo ya tarehe 13 Januari mwaka 2026. Kivu News Info, sauti ya wananchi. Kila siku tunasema sauti yetu, habari yako. Basi karibu tukupashe. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya kisiasa na kiusalama inaendelea kuzua mjadala, hasa katika mkoa wa Kivu Kaskazini ambako kauli mpya zimetolewa na kiongozi wa kisiasa anahusishwa na kundi la waasi. Corneille Nangaa, mratibu wa muungano wa AFC unaoshirikiana na waasi wa M23, amezungumza mbele ya viongozi wa kimila na watu mashauri wa Kivu Kaskazini, akitoa ujumbe uliovutia hisia na mjadala mkubwa. Katika hotuba yake, Nangaa alitaja uwepo wa aliyekuwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, akisema na mnukuu, "Tuna mgeni hapa, ni rais wa zamani wa Jamhuri Joseph Kabila. Siku moja tutafurahi yawe hapa au wasalimie." Kauli hizi zimezua maswali mengi kuhusu nafasi ya ushirikishi wa viongozi wa zamani katika mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi. Zaidi ya hayo, Corneille Nangaa aliwataka viongozi wa kimila na kijamii za eneo hilo kuunga mkono uasi unaoongozwa na AFC M23, akisisitiza kuwa mafanikio ya harakati zao yanategemea ushirikiano wa viongozi wa jadi na wananchi wa kawaida. Akizungumza wazi, Nangaa alisema na mnukuu, "Hatuwezi kufanya chochote bila msaada wenu." Kauli inaashiria juhudi za kundi hilo kutafuta uhalali wa kijamii na kuimarisha mizizi yake miongoni mwa jamii za Kivu Kaskazini. Hata hivyo, kauli zinakuja wakati ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea kulahani vikali makundi ya uasi, ikisisitiza kuwa suluhisho la kudumu linapaswa kupatikana kupitia njia ya amani na kuheshimu mamlaka ya nchi. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaonya kuwa kuhusisha viongozi wa kimila na migogoro ya kijeshi kunaweza kuongezeka mpasuko ndani ya jamii na kuzidisha mateso ya raia wasiokuwa na hatia. Kuna mgeni mmoja hapa, ndio ancien president de la République Joseph Kabila. Unajua iko hapa, amjue, tutakuwa siku tutamleta abasalimie. Iko sénateur à vie selon la Constitution, mais baramtosha madaraka au Sénat, baramtosha mandat, baramtosha immunité. Et pour faire ça, on utilise un autre Congolais Katangé. C'est ça le compte. Si on vit, c'est pour nous diviser. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya taharuki imeendelea kuripotiwa mashariki mwa nchi, hasa katika mkoa wa Kivu Kusini ambako mapigano mapya yameripotiwa kati ya jeshi la serikali ya FARDC na wapiganaji wa kikundi cha AFC M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vya eneo hilo, mapigano yameongezeka kwa kasi kuanzia siku ya Jumatatu, aliyozua hofu miongoni mwa wananchi wa kawaida. Wakazi wanasema milio ya risasi na mashambulizi imesikika katika maeneo mbalimbali, jambo lilosababisha baadhi ya familia kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Kwa upande wake, kundi la uasi wa AFC M23 limeihutumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kufanya mashambulizi ya anga kwa kutumia ndege zisizo na rubani maarufu kama droni katika eneo la Minembwe. Kulingana na taarifa zao, mashambulizi yao yalilenga hasa kijiji cha Mkoko pamoja na maeneo jirani. Hata hivyo, hadi sasa mamlaka za serikali mjini Kinshasa bado hajatoa tamko rasmi kudhibitisha au kukanusha madai hayo yaliyotolewa na kundi
hilo la waasi. Ukimya umeendelea kuzua maswali mengi kuhusu hali ya operesheni za kijeshi zinazoendelea katika eneo hilo. Mashirika ya kiraia na viongozi wa kijamii katika Kivu Kusini wanaonya kuwa kuendelea kwa mapigano kunaweza kuzidisha hali ya kibinadamu, hasa kwa wananchi wasio na hatia ambao tayari wamekuwa wakikabiliwa na changamoto za ukosefu wa usalama, uhaba wa chakula na makazi. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa kuongezeka kwa mapigano kati ya FARDC na AFC M23 kunahatarisha juhudi za amani zinazoendelea katika ngazi za kikanda na kimataifa, huku wito ukiendelea kutolewa kwa pande zote kuzingatia mazungumzo badala ya mapigano. Hadi sasa hali ya usalama katika maeneo ya Minembwe na viunga vyake bado ni tete, na wakazi wanaendelea kuishi kwa hofu wakisubiri maendeleo zaidi kutoka kwa mamlaka husika. Hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inazidi kuwa mbaya, hususan katika eneo la Nyangezi na Walungu mkoani Kivu Kusini, ambako wananchi wamelalamika vikali dhidi ya kiukwaji wa haki za binadamu unaoendelea. Kwa mujibu wa taarifa za wananchi, siku ya Jumapili tarehe 12 Januari, raia wa Nyangezi na Walungu walipiga vikali mauaji, ukatili wa kingono na wizi unaofanywa na vikundi vya waasi M23 pamoja na washirika wao kwake kutoka Rwanda. Wananchi hao wanasema vitendo hivi vinaharibu maisha kila siku ya raia na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wanawake, watoto na wazee. Wakizungumza kwa pamoja, wananchi hao walitolea wito wa dharura kwa Joseph Kabila, aliyekuwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na wanachama wake wa PPD wanaohusiana na waasi huo kuacha mara moja kutumia silaha na kujiunga na juhudi za amani. Wanasema kuwa kutafuta njia za silaha kutasaidia, bali kumeongeza mateso ya wananchi. Zaidi ya hayo, wananchi wa Nyangezi wanapinga kwa nguvu uwepo wa kikosi chote cha Rwanda katika eneo lao. Wanasema uwepo huo unachangia kuongeza mivutano na uharibifu wa amani na kuharibu amani ya kijamii, huku akisisitiza kuwa suluhisho la kudumu linapaswa kuanza kwa kuheshimu mipaka taifa na kutunza usalama wa raia wa kawaida. Viongozi wa kijamii na wa kiraia katika Nyangezi na Walungu wanasema kuwa wananchi wanahitaji usaidizi wa dharura pamoja na hatua za kulinda amani na kuhakikisha usalama wa raia ili kuondoa hofu na kupunguza madhara yanayosababishwa na mapigano na uasi unaoendelea. Hali inakuja wakati ambako mashirika ya kiraia na jamii za kimataifa zinaendelea kutoa wito kwa suluhisho la amani mashariki mwa Kongo, huku mizozo ya kijeshi kiasiri maisha ya maelfu ya raia wasiokuwa na hatia. Population ya Pakarongo, kama sisi tunafika hapa ni kuhusu kupinga mipango ya M23. Tunaanzia kwa Kabila na ule nanga na ile aturaje yabo yote, tunapinga bugandamizi. Wakongomani yote munasikia? Bade wote mpaka tutabafikisha mwisho, kwani walivuka mpaka ya nchi. Sisi Wakongomani tunakatala vita. Population ya Karongo, sa vile shie societe civile ya Karongo, tunakatala mgandamizi ya M23. Tunakataa hadi mwisho. Munasikia? Na nyie mnakubali? Katika mwendelekezo wa hali ya tahadhari ya kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, chombo kingine cha usafiri majini kimekamatwa kwenye ziwa Tanganyika katika eneo la Fizi mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya kijamii ya kiraia, boti kubwa itwayo Supabisi ilikamatwa siku ya Jumapili tarehe 11 Januari na majeshi wa serikali ya FARDC kwa kushirikiana na vijana wa wazalendo. Meli hiyo ya Supabisi ilikuwa ikielekea mjini Bujumbura nchini Burundi. Mmoja wa viongozi wa kiraia katika eneo hilo anasema kuwa meli hiyo ilikuwa ikielekea Burundi kwa ajili ya matengenezo. Hata hivyo, ilikamatwa njiani na kikosi cha wanamaji wa jeshi la serikali pamoja na wazalendo walikuwa kwenye doria ya kawaida katika ziwa Tanganyika.
Chanzo kingine cha kiraia kinaeleza kuwa meli hiyo iliondoka katika bandari binafsi ya Kivovo siku ya Jumapili ikiwa na wafanyakazi 12 waliokuwa ndani ya chombo hicho. Ilikamatwa katika eneo la Makobola kabla ya kufika katika mpaka wa majini kuelekea Burundi. Tukio hili linakuja siku chache tu baada ya meli nyingine kukamatwa itwayo Kako 2 ambayo ilisimamishwa katika kijiji cha Mizimu ndani ya eneo la Fizi. Msururu wa matukio unaonyesha kuongezeka kwa uangalizi mkali wa usalama kwenye ziwa hilo. Tangu waasi wa AFC/M23 walipotoa mji wa Uvira, mamlaka za kijeshi zimechukua hatua kadhaa za kuimarisha usalama katika eneo hilo. Miongoni mwa hatua hizo ni kupinga marufuku kabisa usafiri wa majini katika mikoa Kivu Kusini pamoja na Tanganyika kupitia ziwa Tanganyika. Katika mazingira ya vita vinavyoendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali, vyombo vyote vya usafiri vinavyopita kwenye ziwa Tanganyika vinaangaliwa kwa mashaka makubwa kwa kuhofia usafirishaji wa silaha, wapiganaji au vifaa vya kijeshi. Wakazi wa eneo la Fizi wanaendelea kuomba pande zote kuchukua tahadhari ili kulinda maisha ya raia na kuepuka hatari zaidi ya kibinadamu katika eneo hilo. Hali ya sitofahamu inaendelea kushuhudiwa katika eneo la Uvira na Bukavu mkoani Kivu Kusini kufuatia uamuzi mpya wa makundi ya wazalendo wa kufunga tena barabara kuu ya Uvira Bukavu na Bukavu Uvira inayopita katika bonde la Ruzizi. Hatua hiyo imekosolewa vikali na harakati ya kiraia Machozi ya Raia ambayo imelaani kile ilichokiita kufungwa kiolela kwa barabara hiyo, ikiahidi kuwa uamuzi huo unaendelea kuumiza wananchi bila kuleta suluhisho la kweli la kiusalama. Katika taarifa yao, Machozi ya Raia wanasema kuwa kufungwa kwa barabara hiyo kunahalalishwa kila mara kwa hoja ya usalama wa raia, hali halisi inaonyesha kuwa hatua hiyo imerudiwa mara nyingi bila mafanikio yoyote. Harakati hiyo imekumbusha kuwa kuanzia mwezi Februari hadi Disemba barabara hiyo ilifungwa mara kwa mara kwa sababu zile na kwa matamko yale na ahadi zile. Kwa mujibu wa harakati hiyo, matokeo ya kufungwa huko hayakuwa kuimarika kwa usalama bali ni kuathirika kwa maisha raia, kufilisika kwa wafanyabiashara na kuzofisha kwa uchumi wa ndani. Wanasema kuwa licha ya miezi kadhaa ya vikwazo na mateso wa wananchi, mji wa Uvira ulianguka mikononi mwa uasi wa M23 bila mapambano makubwa wala upinzani uliolingana na mateso waliovumilia wananchi. Machozi ya Raia wanaojikuwa kama kufungwa kwa barabara karibu mwaka mzima kwa kuzuia kuanguka kwa Uvira, basi ni kwa namna gani marufuku hii mpya italeta matokeo tofauti leo. Harakati hiyo pia inaeleza kuwa kwa sasa mji wa Uvira tayari unabanwa kwa kila upande. Mipaka ya Burundi, Tanzania na Zambia imefungwa. Usambazaji wa bidhaa kupitia ziwa Tanganyika umevurugika. Kuna viziwizi vipya kutoka eneo la Fizi na sasa kuna kile wanachokiita kujinyonga wenyewe kupitia kufungwa kwa njia ya bonde la Ruzizi. Kutokana na hali hiyo, harakati ya kiraia Machozi ya Raia inatangaza wazi kuwa inakataa kabisa uamuzi huo mpya wa kufunga barabara. Linasisitiza kuwa wananchi hawapaswi kuendelea kulipa gharama ya mikakati isiyoleta matokeo. Wanatoa wito kwa wazalendo na washirika wao wa kuelekeza nguvu katika ulinzi wa kweli wa ardhi ya taifa badala ya hatua wanazozitaja kuwa ni maonesho ya kiusalama yasiyo na tija. Hofu imetanda miongoni mwa wakazi wa eneo la Ndondo loko takriban kilomita 1 kutoka mji wa Kichanga katika kundi la Bashali Mokoto, wilaya ya Masisi mkoani Kivu Kaskazini, baada ya kugundulika kwa kifaa kimoja cha kivita kisicholipuka. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, ni kina mama waliokuwa wameenda kutafuta kuni za kupikia ndio waliokiona kifaa hicho siku ya Jumatatu tarehe 12 Januari. Kifaa hicho kinatambuliwa kuwa ni greneti ya aina ya Kichina ambalo haikukuwa imelipuka. Wanawake hao wamesema kuwa kifaa hicho kilikuwa hatari sana kwa maisha ya wakazi wa eneo hilo, hasa endapo kingelipuka ghafla, kwani kilikuwa karibu na makazi ya wananchi na njia zinazotumiwa mara kwa mara na wakazi wakiwemo watoto. Baada ya kugundua hatari hiyo, wanawake hao waliarifu mara moja mamlaka za eneo. Viongozi wa kimila na kiutawala walifika haraka katika eneo hilo la tukio ili kuzuia na kuhakikisha usalama wa wananchi, huku wakizuia watu karibia eneo hilo.
Kwa mujibu wa mamlaka za ndani, kifaa hicho cha kivita kilichukuliwa na kuwekwa sehemu salama kwa lengo la kuliruhusu taifa na wakazi wa Ndondo dhidi ya hatari iliyokuwa kinatokana na grenade hiyo. Imeelezwa kuwa kifaa hicho kiliachwa na watu wasiojulikana katika mazingira ambayo bado hayajawekwa wazi. Tukio hili linaibua tena changamoto ya silaha na vilipuzi vinavyoachwa katika maeneo ya raia, hasa katika mikoa inayokumbwa na migogoro ya mara kwa mara. Viongozi wa eneo hilo wanatoa wito kwa wananchi kuwa uangalifu na wanapokutana na vitu visivyo vya kawaida na kuwasiliana mara moja na vyombo vya usalama badala ya kujaribu kujishughulikia wao wenyewe. Wakazi wa Kichanga na Ndondo wanaendelea kuishi kwa tahadhari, huku wakitarajia hatua zaidi zichukuliwe ili kuondoa kabisa hatari ya vilipuzi vinavyoachwa na makundi yenye silaha katika maeneo yao. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amewasili katika mji wa Lome nchini Togo kwa ziara fupi ya kikazi inayolenga juhudi za kurejesha amani na kuimarisha hali ya usalama mashariki mwa DRC. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya karibu na faili hiyo, Rais Tshisekedi amealikwa na Faure Ezonzimna, rais wa Baraza la Jamhuri ya Togo ambaye pia ni mpatanishi aliyeteuliwa na Umoja wa Afrika katika mgogoro unaoendelea mashariki mwa DRC. Vyanzo vyetu vinaeleza kuwa ziara hiyo ni ya muda mfupi, ikifanyika kwa safari ya kwenda na kurudi siku hiyo hiyo, na ililenga mazungumzo ya moja kwa moja kuhusu mwelekeo wa mchakato wa amani. Ikumbuke kuwa rais wa Togo Faure aliteuliwa rasmi kuwa mpatanishi wa Umoja wa Afrika katika mgogoro wa usalama mashariki mwa DRC, akichukua nafasi ya rais wa Angola Joao Lourenço. Hata hivyo, tangu ateuliwa amekuwa akifanya kazi kwa tahadhari na kwa ukimya fulani, hasa baada ya kuingia kwa Marekani na taifa la Katari katika juhudi za upatanishi. Licha ya hali hiyo, vyanzo vya kidiplomasia vinaeleza kuwa Togo sasa ina nia ya kubadilisha mambo na kuipa kasi mpya mchakato amani unaohusisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na eneo lote la Maziwa Makuu. Katika mkataba huo, serikali ya Togo inapanga kuandaa kikao cha ngazi ya juu tarehe 17 Januari kitakachojadili kwa kina namna ya kuimarisha mshikamano na ufanisi wa juhudi za amani nchini DRC na katika eneo la Maziwa Makuu kwa ujumla. Lengo kuu ni kujenga amani katika wahusika wakuu na kusukuma mbele mchakato wa amani unaoendelea. Ni muhimu pia kukumbuka kuwa kabla ya hatua hii, Ufaransa kwa ushirikiano wa karibu na Togo iliandaa tarehe 13 Oktoba mwaka jana jijini Paris mkutano wa kuunga mkono amani na ustawi katika eneo la Maziwa Makuu. Mkutano huo uliwezesha kupatikana kwa zaidi ya euro bilioni 1.5 kwa ajili ya kusaidia wananchi walioko katika mazingira magumu na kuimarisha juhudi za mazungumzo zinazoongozwa na Marekani, Qatar na Umoja wa Afrika. Rais wa Jamhuri ya Togo anatarajiwa kufanya kazi kwa karibu na wawezeshaji wa mchakato wa amani unaounganisha majadiliano ya Luanda na Nairobi, kwa mujibu wa maamuzi ya mkutano wa pamoja wa Jumuiya ya EAC na SADC uliofanyika kwa njia ya mtandao tarehe 14 Machi mwaka jana. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jitihada za kidiplomasia zinaendelea kuimarishwa kwa lengo la kurejesha mazungumzo ya kisiasa na kutafuta suluhisho la kudumu kwa mgogoro wa kisiasa unayoikumba DRC. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, ujumbe wa pamoja wa Senko, yaani Baraza la Maaskofu Katoliki wa Kongo, na SSC, Kanisa la Kristo la Kongo, unatarajiwa kuwasili mjini Luanda, Angola siku ya Jumatano kwa mazungumzo yanayoelezwa kuwa ya kawaida na sio rasmi, isipokuwa kutokea mabadiliko ya dakika za mwisho. Hatua inakuja katika mazingira nyeti ya kidiplomasia ambayo Angola inaendelea kuchukua nafasi muhimu katika juhudi za kuhusisha tena mazungumzo ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Angola inaonekana kuwa na nia kusaidia kupatikana kwa mwafaka wa kisiasa kupitia mazungumzo ya kujumuishi yanayohusisha pande zote. Vyanzo vya karibu na mchakato huo vinaeleza kuwa sambamba na mazungumzo ya viongozi wa dini, mamlaka za Angola zinafanya mashauriano ya awali ili kupima utayari wa baadhi ya viongozi wa upinzani wa Kongo kushiriki katika mazungumzo ya kisiasa yanayoweza kufanyika siku zijazo. Lengo la Luanda, kwa mujibu wa vyanzo hivyo, ni kuweka mazingira mazuri ya mashauriano mapana yanayoweza kuleta utulivu na kisiasa, kupunguza mvutano uliopo na kufungua tena mlango wa mazungumzo ya kweli
kati ya wadau wote wa kisiasa nchini Kongo. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanaona kuwa kuhusishwa kwa taasisi za kidini kama Senko na SSC kunaweza kusaidia kujenga amani kutokana na nafasi yao ya kipekee katika jamii ya Kongo na uzoefu wao wa awali katika usuluhishi wa migogoro ya kisiasa. Hadi sasa kuna taarifa rasmi kuhusu ajenda kamili ya mazungumzo hayo wala ni nani hasa atakayehusika katika hatua zinazofuata. Hata hivyo, matarajio ni kuwa juhudi hizi zinachangia kupunguza mvutano na kuweka msingi ya mazungumzo ya kisiasa iliyo wazi na shirikishi zaidi. Hali ya kibinadamu inaendelea kuzorota katika mkoa wa Kivu Kaskazini, hasa katika wilaya Masisi ambako wakazi wa vijiji vya Uruma na Rutoboko wamelazimika kuyahama makazi yao kufuatia mapigano mapya ya silaha. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, wakazi wa vijiji hivyo waliopo katika kundi la Nyamaboko ya kwanza ndani ya sekta Oso Bayungu walianza kukimbia tangu Jumapili tarehe 11 Januari baada ya mapigano kuzuka asubuhi kati ya waasi wa M23 na makundi ya wazalendo karibu na eneo la Kazinga. Wakofia usalama wa maisha yao, wanawake, watoto na wazee waliondoka kwa haraka bila kubeba mali zao wakielekea katika kundi la Waloya Yungu uliopo katika wilaya jirani ya Walikale. Safari yao imekuwa ngumu na ya hatari, huku wengi wakitembea kwa miguu kupitia njia za msituni. Vyanzo vya eneo la mapokezi vinaeleza kuwa familia kadhaa za wakimbizi hao zilifika katika vijiji vya Langira na Chumba kuanzia jioni ya Jumapili hadi siku ya Jumatatu. Baadhi yao wamepokelewa na familia za wenyeji, huku wengine wakilazimika kulala katika shule na makanisa kwa kukosa mahali pa kwenda. Hali ya kibinadamu ya wakimbizi huwa inaelezwa kuwa mbaya sana. Wengi wao waliondoka bila chakula, hasa nguo za ziada na bila vifaa vya msingi. Viongozi wa jamii katika maeneo ya mapokezi wanasema wakimbizi hao wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, makazi ya muda na mahitaji ya msingi, hasa wakati huu wa mvua. Wakimbizi hao wanatoa wito kwa serikali, mashirika ya kibinadamu na wadau wengine wa maendeleo kuingilia kati haraka kwa kutoa msaada wa dharura, hususan chakula, mahema au makazi ya muda na vifaa vya kujikinga dhidi ya hali mbaya ya hewa. Mapigano kati ya makundi yenye silaha yanaendelea kuathiri vibaya maisha ya raia katika maeneo mengi ya Kivu Kaskazini, huku idadi kubwa ya wakimbizi wa ndani ikiendelea kuongezeka kila siku. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza tena hatua ya dharura kusaidia waraia wake waliokimbia nchini Tanzania kufuatia machafuko na vurugu zinazoendelea mashariki mwa nchi, hususan katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini. Ujumbe wa serikali unaoshughulikia masuala ya kibinadamu umewasili nchini Tanzania kwa lengo la kutoa msaada kwa makumi ya maelfu ya wakimbizi wa Kongo walioko katika kambi mbalimbali na vituo vya mpito. Wakimbizi wao lazimika kuyahama makazi yao kutokana na ghasia na ukosefu wa usalama unaoendelea katika maeneo yao ya asili. Ujumbe huo unaongozwa na waziri wa nchi, waziri wa masuala ya jamii, misaada ya kibinadamu na mshikamano wa kitaifa, Bi Eva Bazahiba, akifuatana na waziri msaidizi anayeshughulikia masuala ya Frankofoni na diaspora, Crispin Mbandu. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Masuala ya Jamii, ujumbe huu umefika na msaada wa chakula pamoja na vifaa visivyo vya chakula kama blanketi, vifaa vya matumizi ya kila siku na mahitaji mengine ya msingi. Lengo ni kupunguza mateso na hali ngumu ya wanazokumbana nazo wakimbizi hao ambao wengi wao wanaishi katika mazingira magumu sana. Chanzo kicho kinaeleza kuwa hali ya kibinadamu katika kambi ya wakimbizi ni ya kutisha. Wakimbizi wa Kongo wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji safi ya kunywa, chakula pamoja na upatikanaji mdogo wa huduma za afya. Aidha, kuna hatari kubwa ya magonjwa kutokana na msongamano mkubwa katika kambi, yale unawasili zaidi wanawake, watoto na wazee. Mbali na kutoa msaada wa haraka, ujumbe huu wa serikali una jukumu la kutathmini kwa kina hali halisi ya wakimbizi hao walioko Tanzania, kubaini mahitaji yao na ya kipaumbele katika sekta za afya, lishe na ulinzi, pamoja na kuimarisha ushirikiano kati ya serikali ya Kongo, mamlaka za Tanzania na mashirika ya kibinadamu yanayofanya kazi katika eneo hilo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeahidi kuendelea kuchukua hatua zinazohitajika ili kulinda na kusaidia raia wake waliolazimika kukimbia makazi yao, huku ikisisitiza umuhimu wa mshikamano wa kikanda na kimataifa katika kukabiliana na janga hili la kibinadamu.
Katika mkoa wa Kivu Kaskazini, tukio muhimu la kiutawala linatarajiwa kufanyika leo Jumanne tarehe 13 Januari katika mji wa Butembo. Gavana mkoa wa Kivu Kaskazini anatarajiwa kuongoza rasmi hafla ya kukabidhi pasipoti ya biometriki kwa wananchi. Kwa mujibu wa taarifa za serikali ya mkoa, jumla ya pasipoti 3,000 ya kwanza ya kibiometriki ziliwasili mjini Butembo siku ya Jumatatu na leo zitakabidhiwa rasmi kwa waombaji waliokamilisha taratibu zote zinazohitajika. Hafla itafanyika katika ukumbi wa Municipal ya Butembo ambako wanaombi wa pasipoti wameombwa kufika mapema ili kuharakisha zoezi hilo. Mamlaka za leo zinasema kuwa tukio hilo ni hatua muhimu katika kuboresha huduma za serikali kwa wananchi na kupunguza usumbufu uliokuwepo awali katika upatikanaji wa hati za kusafiria. Utoaji wa pasipoti hizi za kibiometriki unalenga kuongeza usalama wa hati ya kusafiria, kupunguza udanganyifu na kuwezesha wananchi wa Kivu Kaskazini kusafiri kwa njia halali ndani na nje ya nchi kwa urahisi zaidi. Viongozi wa mkoa wanasema kuwasili kwa pasipoti hizi ni ishara ya kurejeshwa kwa huduma muhimu za serikali licha changamoto za kiusalama zinazoendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Wananchi waliomba pasipoti wanahimizwa kutafuta maelekezo ya mamlaka husika, kubeba vitambulisho vyao na kudumisha utulivu wakati wa zoezi hilo la kuhakikisha kila mmoja anahudumiwa kwa utaratibu mzuri. Serikali ya mkoa imeahidi kuwa utoaji wa pasipoti utaendelea kwa awamu ili kuwahudumia waombaji wengine waliopo katika orodha na kuhakikisha huduma hii inawafikia wananchi wengi zaidi. Hali ya kisiasa na usalama katika wilaya ya Fizi mkoani Kivu Kusini inatarajiwa kupata hatua mpya ya amani. Hii ni kufuatia taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka za eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali ya wilaya ya Fizi, mkutano wa hadhara umepangwa kufanyika leo Jumanne tarehe 13 Januari na saa 6 mchana katika ofisi ya wilaya ya Fizi. Mkutano unalenga kuwasilisha ujumbe wa amani kwa wananchi wa wilaya hiyo. Taarifa hiyo inasema kuwa Jenerali Amuri ya Kutumba ambaye ni kamanda wa harakati ya SNPC atakuwa mjumbe wa amani kwa jamii zote zilizopo katika wilaya Fizi. Hii inajumuisha makabila ya Babembe, Wanyindu, Wavira, Wabuyu, Walega, Washi, Bafuleru na Wazoba na kabila nyingine. Mamlaka za wilaya zinawaalika wananchi wote wa mji wa Fizi na maeneo jirani kushiriki katika mkutano wa hadhara ili kupata ujumbe wa amani na kujadili hatua zinazoweza kuchukuliwa kuimarisha utulivu katika jamii hii. Mkutano utafanyika katika maktaba ambako wilaya ya Fizi imekumbwa na changamoto za usalama kutokana na uasi wa migogoro ya kikabila, na juhudi kama hizi zinahimizwa ili kuleta suluhisho la amani na kuimarisha mshikamano wa kijamii. Wananchi wanahimizwa kushiriki kwa amani na kutulivu huku wakizingatia maagizo ya mamlaka ili mkutano huu wa mafanikio na kuimarisha hali ya amani katika wilaya ya Fizi. Na ni kupitia taarifa hiyo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 13 Januari mwaka 2026. Na nikumbushe tu kwamba Kivu News Info tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vile nikwambie, kama ilikuwa ndo bado mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, kabla ya kuondoka tunakusihi kufanya kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Kwa lugha nyingine wanasema kujabone kweme, vile na kupartager. Na wewe kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Na sisi ni yetu ya mazungumzo yetu ya kila siku, kisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Na wewe endelea kutuandikia ukatujuza unasikiza Kivu News Info kwa sehemu gani, na wewe ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine cha kufanya, unaweza kubonyeza kwenye titre na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description, ambako utakutana na linki mbili. Kwa Kifaransa tunasema lien. Ya kwanza ukiklike itakupeleka moja kwa moja kujiunga na channel yetu ya WhatsApp, na lien ya pili ukiklike itakupeleka moja kwa moja mpaka kwenye grupu letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo, itasababisha usipite na chochote kipindi ambako tutakuwa tunakupostia habari mpya kupitia channel yetu ya YouTube. Langu jina mimi ni Ite Eloge Lulonga, sina la ziada ila tu acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Hii ni Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi cha tutakia asubuhi njema yenye mafanikio tele, na wenda tena tukutanane kwenye taarifa zetu zingine za baadaye.